Karibu sana mtazamaji wa Ngale Sports, na leo tuzungumze tetesi za usajili kuhusiana na wekundu wa Msimbazi. Juzi tulikuwa hapa tukawa tunazungumzia namna ambavyo tetesi zinamzungumzia Clatous Chama huenda akarejea Msimbazi, kina Inonga na nyota wengine, lakini leo tumzungumzie mchezaji ambaye ameonekana kwenye kikosi cha Simba katika michuano ya Mapinduzi. Hapa namzungumzia Bright Anukani. Kiungo huyu raia wa Uganda, ni nyota ambaye kijana ana umri wa miaka 25, amekuja jaribu bahati yake ya utafutaji hapa Tanzania. Sasa nini ambacho ama Bright Anukani ni mchezaji wa aina gani? Yeye ni nani na kwa nini Simba wanahusishwa naye sasa hivi na sio pengine misimu mingine iliyopita nyuma, au kwa nini kipindi hiki ambacho mengi yanazungumzwa? Kwanza kabisa upande wa Simba ni kama ambavyo nimetangulia kuzungumza kwamba bado inasimama kama sehemu ya tetesi, lakini ukirudi kiuhalisia kwa Bright Anukani ni moja ya zao la wachezaji vijana ambao wametengenezwa kwenye ile program ya vijana kwa upande wa Uganda. Moja ya changamoto ambayo Uganda wanakutana nayo swala ya kifedha, lakini pia miundombinu. Kwa hiyo wanatengeneza mazingira ya nyota wao wengi watoke mapema au haraka sana pale ambapo wanaanza tu kujipata, waende kutafuta malisho katika mataifa mengine au katika ligi nyingine. Kwa hiyo tumeshuhudia kuna nyota wengi Uganda ambao wamekuja hapo wakacheza mpira na wakawa na wakati mzuri kabisa, na mzungumzia mfano Emmanuel Arnold Okwi. Ilichukua muda mrefu au miaka mingi ndoa yake na Simba kuwa imekufa mazima, au kwamba haiwezekani tena Okwi kurudi Simba. Hii yote kwa sababu ya kile kilicho bora ambacho alikuwa na ofa. Alikuwa mmoja ya mchezaji mzuri katika eneo la kushambulia na ametengeneza moments nyingi sana kwa kikosi cha Simba. Ukirudi kisha na yeye kuna Khalid Aucho hivi karibuni amekuwa na wakati mzuri sana kwenye hilo eneo la kiungo, fanya kazi bora sana akiwa na Yanga, kwa na wakati mzuri. Tunazungumza yuko Singida, amefanya mpaka baadhi ya nyota wakose nafasi ya kucheza, kina Damaro ambao ametolewa kwa mkopo kwenye kikosi cha Yanga. Kwa hiyo kwa namna unaangalia wachezaji wa Uganda wapo ambao wamekuja kuhiti ama kuwa na wakati bora kwenye ligi ya Tanzania. Simba aliwahi kuwa na beki wakati Juko Murshid alikuwa na wakati mzuri pia kwa nyakati fulani. Kwa hiyo unaweza kuona kuna namna ambavyo wamekuwa na wakati mzuri. Sasa Bright ni nyota ambaye naye pia amepitia katika hizo timu za vijana, amekuwa na wakati mzuri, na hata kwenye yale mashindano ya Sekafa labda amekuwa akionekana amekuwa na wakati mzuri kwa ngazi ya timu ya taifa, lakini pia hata ngazi za vilabu kwa namna alikuwa na wakati bora sana, ila naamini lakini huenda isiwe sasa hivi, kwa sababu kwa muda mrefu kidogo ameonekana kuwa kimya ama kutokuwa katika rhythm ya ushindani zaidi. Amekulia ama amepita katika ile timu za vijana katika ile programu ya Uganda, lakini amecheza katika timu ya Proline, ndio timu yake ya kwanza kabisa kumpa ulaji na kumtengenezea mazingira ya kuwa bora zaidi. Nafasi ambayo anacheza ni kiungo. Ni nyota ambayo ukimtazama na ukimfuatilia kwa karibu unamuona ni mmoja wa viungo ambao watulivu sana, lakini pia anafuatilia mpira toto mpaka ambapo anakwenda, lakini hata kwenye kufanya maamuzi na kumalizia ni miongoni mwa nyota ambao wamekuwa wanafanya vizuri katika hilo eneo, kwa maana ya akiwa kwenye piki yake ya kucheza ana wakati bora. Vile timu mbalimbali lakini zote za Uganda. Yeye ni miongoni mwa nyota ambao hawakupata nafasi ama hawakupata fursa ya kutoka nje ya Uganda au kupata nafasi ya kwenda kucheza mpira ushindani kwa mataifa mengine ama nje na Uganda. Pita KCCA, pita Uganda, pita KCCA, amepita Vipers, amekuwa na wakati mzuri sana katika hilo eneo ama katika hizo timu, na changamoto kubwa ambayo anakutana nayo ni kutokucheza kwa miezi kadhaa hapo nyuma, lakini pia kutokujumuishwa kwenye moja ya timu ambayo alikuwa anachezea, kwa maana ya KCCA. Kwa msimu wakati wanatoa majina, jina lake halijarudi ama alikuingia katika mfumo kwamba ni nyota ambaye atamtumia kwa msimu wa 2025-26. Sasa amekuja Simba, anaweza kuofa kitu gani? Kwanza kwangu mimi naiona kama ni sehemu ya Kamari ambayo
ni ngumu kusema kama Simba atashinda hiyo battle ama ni kamari ambayo anatakiwa kuthibitisha kwa nguvu sana au kwa mapema sana. Bright anaonekana kama Simba watamchukua, na moja ya sababu ni huo muda wa kucheza, lakini pia fomu yake katika siku za hivi karibuni. Bright ni nyota ambaye aliwahi kuwika ama kung'aa sana enzi za katika ile miaka ya akiwa na miaka 18 19 hapo aliwaka sana. Sambamba na kina Alan Okello alikuwa na wakati mzuri, kina Sadati Anaku ni miongoni mwa nyota ambaye alikuwa anatazamwa kwa hilo jicho ama kwa jicho la karibu sana, kama ndio washindani wake kwenye eneo la nane atatoka nje kwa haraka kutokana na ubora ambao alikuwa wanaonyesha katika zile ligi za vijana, lakini pia hata kwenye ligi kwa ujumla wake. Kwa hiyo nyota ambaye iliwahi kung'aa, lakini kwa sasa imefifia. Na kwenye kikosi cha Simba kwa aina ya viungo ambao wapo, Alassane Kante, Mzamiru Yassin, Yusuf Kagoma, Awesu, hapo nazungumzia viungo wote wale viungo ambao wanacheza 8 6 8 10, 6 8, yes 6 8 10, hapo ni moja nyota ambao unaweza kusema wanaweza kumchallenge vizuri na bado akapata nafasi kuliko yeye ambaye anakuja kuchallenge akiwa na wakati mgumu sana kuto kucheza kwa miezi kadhaa nyuma, aje kujisement na kuthibitisha kwamba anaweza kutoa ushindani mkubwa. Hiyo ni changamoto kubwa sana. Yes, Simba atarejea kwenye ligi kuu bila huduma ya Alassane Kante kwa michezo mitano, lakini Yusuf Kagoma bado yupo, anaweza kuzima vizuri tu. Mzamiru Yassin tumemuona kwenye mechi ya jana dhidi ya Fufuni akipata nafasi ya kucheza baada ya ukimya muda mrefu sana kuguza majeraha yake. Tangu msimu umeanza, msimu uliopita kuwa na wakati mzuri, kwa hiyo unaweza kuona ni moja ya chaguo lingine ambalo linaongezeka, au kina Awesu wanapata nafasi ya kuzima, ama nimemuona pia akizima katika mchezo wa jana. Ni moja ya nyota ambao anaweza kwenda kuchallenge vizuri katika ile ila kwa Bright kwa sasa ni kama kocha Steve Barker atampitisha, maana yake atahitaji muda wa kuthibitisha kwamba mimi ni bora mbele ya hao ambao nimewakuta au mbele ya hao ambao amewakuta, kutokana na kile ambacho anaweza kuofa na kile ambacho anaweza kufanya. Bado haijafahamika kwamba watamchukua ama la, kwa sababu ndio kwanza wanamfanyia majaribio ni hii michuano ya Mapinduzi, kitu ambacho unaona kabisa ni chaguo sahihi, kwa sababu mchezaji mzuri unamuona pale ambapo anapokea mpira, anafanya runs zake, anafanya maamuzi na matukio mengine. Kwa hiyo kwa Bright kujiunga na Simba ni moja nyota ambao waliwahi kuwika hapo kabla ama kupewa nafasi kubwa kufanya vizuri nje ya Uganda kutokana na changamoto zao, lakini isivyo bahati hakuwa ama kupata hiyo fursa ama nafasi yeye kwenda kupambana katika kwa mataifa ama nje ya Uganda. Nyinginezo bado zinabakia kuwa sehemu ya tetesi kwamba yeye labda au Okello anaweza akacheza ligi ya Tanzania kwa sababu ya ule ubora mkubwa ambao amekuwa akionyesha. Alan kwenye finali za AFCON ameonekana akicheza na alikosa mkojo wa pende dhidi ya Tanzania, lakini Bright kwa muda mrefu kwenye kikosi cha Uganda hakuwepo, lakini pia hata kwenye timu hata hao KCCA na baadhi ya nyota na timu zingine ambazo amepita hajawa na wakati bora kwamba huyu ndiye ama huyu ndiye mwenyewe. Inawezekana ikawa tetesi zake ama taarifa zake zinaingia kwenye kapu la baadhi ya nyota ambao wamewahi kutajwa kwenye ardhi ya Tanzania alafu na lao lisitokee. Alan Okello ilikuwa hivyo 2019 18 kitu kama hicho. Azam FC waliwahi kumhitaji Bobosi Bya Ruhanga na timu zilikuwa zinamzungumzia sana hapa, kiwemo Simba. Ni nyota wa Uganda ambao wamekuwa kitazama zaidi, hata na Milton Karisa kwa nyakati wametazama kwa jicho la karibu, lakini isivyo bahati mambo hayakwenda vizuri. Kwa hiyo kwa Bright ni nyota ambaye aliwahi kuwika ama kung'aa hapo kabla, lakini umri wake bado ni wa kushindana, ila fomu yake kwa sasa si ya kiushindani ama si ya kushindana nyota ambao wako active wakiwa wanacheza mpira. Itamhitaji muda wa yeye kuthibitisha kwamba ni bora, ama yeye apewe muda aonyeshe kwa kocha kwamba anaweza kufanya chochote kitu katika mchezo wote, kwa sababu ubora ninao na hiyo nguvu ninayo. Je, Simba ni timu ya kumpa mchezaji muda? Ni timu ya kusubiri mpaka mchezaji fulani au muda fulani ndio mchezaji aweze kuonyesha? Kama tunaifahamu Simba si miongoni mwa timu ambayo inatoa muda, unless wao wanastika katika mpango yao ama hizo program zao za muda mrefu kwamba sasa wanatafuta nyota ambao wataweza kuwatumia katika siku za usoni. Vinginevyo ni ngumu sana kuona Simba akisecure dini
la kumsajili Bright Anokane ambaye yupo huru na hana timu yoyote kwenda kujiunga na Simba kutokana na changamoto za utimamu wa mwili na utimamu wa kimchezo ambao amekosa katika siku za hivi karibuni. Hii ni Ngale Sports, usisahau kusubscribe.